manabii wa uongo ni nani? Hao manabii wa uongo ni branch ya mpinga Kristo. Ni tawi la mpinga Kristo. Mpinga Kristo ni kama mti. Ndio maana hapa anasema hawa mtawatambua kwa matunda yao. Wakiwaijia nyumbani na mikoba, wakitangaza injili, wanaonekana ni watumishi wa Mungu wazuri. Wakija ofisini kwako wamenyiga tai, utasema jamani, atajitambulisha mimi nabii fulani, jina ni kubwa linambeba. Utasema jamani, si shida zangu zimeisha. Wanajua namna ya kuvaa, wanajua protocol, wanaweza kuwa wamesoma, lakini ndani yao Mungu anasema ndani katika mambo ya imani hatumwangalii mtu nje. Katika mambo ya imani Mungu anatushauri tumwangalie mtu wa ndani, tuangalie roho yake. Ndio maana wanafunzi wa Yesu walikuwa ni wakali, mpaka anawaita wana wa ngurumo. Wana maneno ya hasira, lakini wameokoka na wanatembea na Yesu. Ndani yao mawazo ni kuangamiza, ni watu wenye visasi, yani ni wagomvi kwa lugha rahisi. Ni watu wanapenda heshima, lakini wanafunzi wa Yesu. Ina maana nje wamempokea Kristo kwa utu wa nje, ila utu wa ndani haujafanywa upya. Bado ni watu wa mashindano. Ndio maana ilikuwa rahisi sana shetani kuwaharibu. Ndio maana Yesu alisema, Petro, shetani ameruhusiwa kuwapepeta kama ngano, kwa sababu nyinyi mmeipokea imani kwa muonekano wa nje. Ukiona watu kwenye maimani mengi, madhehebu mengi, wakiwa wanakuja madhabahuni au kutoa sadaka au kuja kula meza ya Bwana, tunaweza kuita pia sakramenti ya meza ya Bwana. Ndugu yangu, utamuona mtu anakuja madhabahuni kwa unyenyekevu mkubwa sana. Hapana aliyewahi kupanda madhabahuni kwa Mungu kwa dharau. Anaweza akavua viatu kwa maana ameheshimu madhabahu ni safi. Je, madhabahu iliyo ndani ya roho yako ni safi? Unaweza kuvua viatu hapa ukapanda polepole kwa unyenyekevu na mikono unaweza kufanya namna hii. Polepole unaenda madhabahuni kwa Bwana, lakini wa mwili jana umezini. Umelewa pombe, ni mchafu. Lakini wewe unaacha ule uchafu wa moyoni, umejaa. Unafanya usafi wa nje ambao Biblia inasema hauna faida. Usafi wa nje hauna faida katika roho. Usafi huu walikuwa nao watu wanaitwa Mafarisayo. Yesu akawaonya, akasema ninyi watu ni makaburi yaliyopaka chokaa, ili apunguze utisho. Mtu akiona ni makaburi haya ni mazuri, naweza hata nikakaa hapa, yamejengwa kwa vigae vya mtelezo, lakini ndani, kilichomo ndani, ungelifunua kaburi usingetamani kukaa pale.